No. Unajua kilichokuwa kimetokea. Unajua mara nyingine hizi clips kwanza zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inamfaa. Lakini kilichopo ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya mheshimiwa mwakilishi fulani alipouliza kwamba kuna watu wamekwenda hospitali na wamerejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Nilichokuwa nimemjibu mimi, sisi Zanzibar, kwa sababu kama tunavyojua toka mapinduzi 1964 ilikuwa inatangaza matibabu bure na elimu bure. Ndio tunajua tulikuwa tuna hiyo theme ya matibabu bure na elimu bure. Kuna kitu tulichokitoa tunakiita matibabu kadi. Hiyo matibabu kadi inasajiliwa kwa sheha au shehia husika kwamba wewe ni Mzanzibari, uko entitled, unaandika partikula zako, alafu yule sheha anatoa hiyo matibabu kadi. Unapokwenda hospitali unatoa ile matibabu kadi yako. Lakini tuligundua masheha wetu ambao hawako waaminifu kutokana na maelekezo waliopewa, wafatiki ambao sio hawahusiani na hiyo. Kwa hivyo sivyo hivyo ambavyo lilivyokuwa limetengenezwa kwamba anapokuja sio Mzanzibari hatumtibu. Hakuna sasa hivi ile option bila ya kuwa mwanachama ZHSF ukawa unachangia ukaja hapa alafu ukapata matibabu freely bila ya kupata ile sharing. Ni hiyo ilikuwa hivyo. Tatizo ni watu kutoka bara au ni mfumo wa Zanzibar yenyewe ambao wanawakosoa wanasema wananufaisha watawala wakati wa uchaguzi kwa kupata wapiga kura wengi? Tuna changamoto mbalimbali kwenye maeneo ya level ya masheha. Kuna changamoto za uzuaji wa ardhi, tuna changamoto za hiyo matibabu. Hii ni mifumo miwili tofauti, mifumo ya upatikanaji wa matibabu kadi na mfumo mwingine ya kuandikishwa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Hii ni mifumo miwili tofauti. Je, mna takwimu zinazoonyesha kuwa watu kutoka bara wanagharimu Zanzibar pengine kwa kiasi gani, au hii ni hisia tu? Kwanza nataka niliweke vizuri. Sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Kwanza naomba niliweke vizuri. Na ndugu mwandishi wa habari, niweke hilo vizuri. Tusiende katika context hiyo. Tunachokitaka kwamba tuweze kuwa na sustainable financing ya kuharamia huduma za afya. Tuweze kulipa vipimo, tuweze kulipa dawa, tuweze kulipa wataalamu, tuweze kulipa mambo yote yanayohusiana na masuala ya afya. Sikuzungumza pahala popote kwamba kuna watu wanatoka bara. Mimi nimeona nimesema wasio wa Zanzibari. Hapa Mheshimiwa Waziri, kuwalenga kina nani? Nafahamu kuna watu wanafanya kazi katika sekta za hoteli Zanzibar. Nimesema usajili wa ZHSF ni wafanyakazi wa sekta ya umma, wafanyakazi wa sekta ya binafsi na individuals wenyewe ambao wana source of income kuweza kuchangia huo mfuko kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa maana hiyo, yoyote anayekuwepo hapa, whether anafanya kazi hoteli, whether na vile vile wale ambao sio wa Tanzania au sio wa Zanzibari ambao wapo Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6, wawe wanakuwa entitled, lazima wawe wanachama. Inafahamika Mheshimiwa Waziri, afya si swala la muungano. Je, kuna mpango wa kuwa na mfumo wa pamoja ili Watanzania wote wanufaike bila mgongano kama huu ambao unaendelea sasa? Kwanza, kwa hivyo ZHSF mfuko wetu huu una partnership, una memorandum of understanding pamoja na huduma za bima zinazotolewa kwingine.